Mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mambo Leo Online TV, mkutano wa kampeni za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wakulima AAFP Kunjengo Mbale Mwiru umetamatika hapa katika viwanja vya Pasiansi wilayani Ilemela mkoani Mwanza, na hapa nipo na wananchi wa hapa mkoani Mwanza wawili. Nitakwenda kuzungumza nao kutokana na kile ambacho umekisikia kutoka kwa mgombea huyo. Karibu sana ndugu yangu, napenda kujua wewe unaitwa nani na wewe ni mkazi wapi? Asante, mimi naitwa Saidi Mustafa, ni mkazi wa Pasiansi. Mkutano wa mgombea urais umeisha. Umezisikiliza sera kuanzia mwanzoni mpaka mwisho. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha zaidi katika kile ambacho alimekizungumza? Kwanza kabisa, kabla ya rais hajafika, kampeni zake nimezisikia mara nyingi, lakini pia nilikuwa natamani kuhudhuria mikutano yake. Na nimekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wa kwanza kuhudhuria hapa kufika. Lakini pia kampeni yake nimeisikiliza vizuri na nimeisupport, na si support kwa hapa tu, na maana niko naye mpaka mwisho wa uchaguzi. Nitahakikisha kile ambacho naweza kukifanya juu yake nifanye ili kukomboa nchi yetu kwenye hali ambayo tulikuwa tunapelekwa ndivyo sivyo. Ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna zaidi ya vyama 16 sasa hivi vinashiriki uchaguzi, kutoa vyama vile ambavyo haviko kwenye uchaguzi. Na wagombea wa vyama vyote wamefika katika maeneo tofauti kwa ajili ya kufanya kampeni zao. Ni kipi ambacho cha tofauti umekiona kwa mgombea huyu na wagombea wengine wote? Wote wamepita. Nikihudhuria vikao vilivyofanyika hapa, uzinduzi wa vyama vinne vikubwa vilivyozinduliwa hapa. Lakini kampeni ya chama AAFP kimenifurahisha. Ni kampeni ya wazi, ni kampeni ambayo haijifichi, ni kampeni ambayo inatufumbua sisi ambaye mara nyingi tulikuwa hatujui kinachokuja kutokea baadaye. Sasa hivi tumegundua kumbe huwa tunafichwa tu kwenye gunia, lakini tukitoka baadaye hatujui madhara yanayotokea. Nashukuru sana. Asante sana. Kaka, karibu na wewe, jina lako kwa ufupi. Unaitwa nani? Naitwa Pius Timotheo Mvungu. Ni mkazi wa? Ni mkazi wa Pasiansi. Angalia pale wa mbele. Ndio. Umekuwa umetokea mwanzoni mpaka mkutano unaisha. Ndio. Ulikuwa na vibe na kile ambacho anakizungumza mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla hajapanda yeye, ulikuwa unasema yuko wapi? Bwawa la Mamba na nini? Ni kwa nini bwawa la Mamba zilikuwa unanihitaji? Unajua mimi nilimfuatilia tangu yuko Katoro. Kiukweli sera zake zilinivutia. Kwa hiyo nilivyosikia anakuja Mwanza, na sio tu Mwanza, Pasiansi ambapo mimi naishi, kwa kweli kuanzia asubuhi nilikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha na nilitamani kumsikia kwa live akija hapa. Kwa hiyo ndio maana umeona kabla hajafika nilikuwa ni mtu mwenye shauku ya kumsubiri kwa hamu kuona, kwa sababu sera zake zinanivutia sana mimi. Wagombea wengi sana wamefanya mikutano hapa Mwanza. Sawa. Na kila mtu amenadi kile ambacho anataka kuja kuwafanyia Watanzania. Kwa hizi ambazo yeye amezizungumza na amezinadi kwenu nyinyi wapiga kura. Ndio. Unahisi ni sera za namna gani hasa zinalenga kuwakomboa Watanzania, kwa sababu kila anachokizungumza watu wamekuwa wakipokea kwa namna tofauti. Unahisi zina uzito au ukubwa kiasi gani? Ndugu mwandishi, kiukweli sera za mgombea wetu wa AAFP ni sera ambazo kwanza mimi naona zina mashiko, kwa sababu nchi imefisadi. Mafisadi wako wengi, tunaona wengine wanafanya ufisadi na wanajinasibu kusema sera za mboga. Sasa kitendo alichosema kwamba hawa mafisadi nikichukua nchi nitajenga bwawa la Mamba Ikulu sana, kwa sababu ni kweli wanafanya vitu, kwa sababu ule ufisadi wanapofanya ni mali zetu, zile ni kodi zetu, wanatumia hela zetu vibaya, wanatumia rasilimali zetu vibaya, sasa kwa nini hawaadhibiwi? Kwa hiyo hichi kitendo cha kwamba waliwe na Mamba na kisapoti 100%. Ndio maana aliposema anakuja Mwanza Pasiansi, mimi nilikuwepo hapa kuanzia asubuhi, maana mimi ni eneo langu la kazi. Kwa hiyo nikasema nitafanya kazi yoyote leo, nitamsubiri afike nimsikilize na nitampa sapoti yote mwanzo hadi mwisho, na sio kwamba hapa ni mwisho. Na Oktoba tarehe 29 amesema wamempeleka kwenye ile form namba 6. Mimi najua kusoma, najua kuandika, nitahesabu 1 2 3 4 nikifika 5 6 ndio napiga tiki, hata kwingine nisipoangalia ni kwenye hapo naweka tiki. Nashukuru sana. Asante sana. Naam, hawa ni wakazi wa hapa Ilemela mkoani Mwanza. Wanazungumza na mimi kile ambacho kimewavutia zaidi kutoka mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha AAFP ambaye ni Kunjengo Mbale Mwiru. Kila mtu ametoa hisia zake kutokana na kile ambacho anakizungumza. Mimi naitwa Abutwalib Mustafa Hassan, mwenzangu ni Bado TZD, hadi wakati mwingine.